Zanzibar sehemu kubwa ya uchumi wetu ni utalii, na tunatakiwa kwa sababu ya contribution ya utalii katika uchumi, tujitahidi kwa njia zote kuweza kurahisisha watalii kuingia nchini. Sasa bado tuna changamoto za upatikanaji wa visa online. Kwa handle watu 200 wanaoshuka kwenye ndege, unawaweka sana pale airport. Kwa hiyo mtu akiwasili Zanzibar ameshakuwa kwenye ndege masaa 8-9, halafu anakaa tena masaa nzima au masaa mawili airport. Kwa kweli inatu discredit kwamba hawa kwa nini hawana mfumo mzuri zaidi wa kufanya watu watoke haraka. Sasa hili bado limekuwa changamoto katika maeneo ya viwanja vya ndege, kama nilivyosema, kwa sababu sisi ni nchi ya utalii, lazima tuonekane huduma zetu ni bora. Sasa inaweza ikafika ndege katika zile booth za maafisa uhamiaji 10, unaweza ukakuta wako watu 3, especially usiku au 2. Tumekuwa tukipata hizi taarifa. Kwa hiyo ningependa kwa upande wa uhamiaji, uwajibikaji uhimizwe na uimarishwe, na lazima tufanye kila itakavyowezekana kutoa visa online iwe ndio njia ya kwenda mbele, badala ya kuwa tuna discourage online kwa kutaka watu waje kulipa pale airport. Wajibu mkubwa ambao tunao wa kikatiba, wajibu wa kisheria zilizoundwa, wajibu wa kisera, lakini pia kimipango na mikakati na ilani katika utekelezaji na dira ya maendeleo ambayo nyinyi viongozi wetu mmetupatia. Haya yote lazima yaendane na portfolio ambayo mmetupa kwenye masuala ya ulinzi na usalama, kwa sababu tunatambua uzito wake. Lazima ili shughuli ziweze kwenda vizuri na utekelezaji wa majukumu ya serikali ende vizuri, yanahitaji kwa kweli utulivu, amani, lakini pia usalama mkubwa. Na mimi Mheshimiwa Rais nikuhakikishie, pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, nitaifanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa, kwa uadilifu, kwa kujituma, na kwa kweli nitafanya hivyo kwa kuzingatia viapo ambavyo tumeapa mbele yenu kuweza kuwatumikia.